Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii na kibali hiki ametupa tena. Mungu ametupa neema ya kuwa na neno la Mungu kwa siku ya leo. Siku ya leo saa 3. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii. Nichukue nafasi hii kukaribisha mtumishi wa Mungu. Uungane nasi kwa muda huu tuweze kusikiliza neno la Mungu ambalo Mungu wetu amemwagiza mtumishi wake kwa ajili ya kusema nasi. Kwa nikukaribishe kwenye ibada hii. Uungane nasi uweze kusikiliza maneno mazuri ambayo Mungu amemwandaa mtumishi wake kwa ajili yetu. Karibu sana na Mungu akubariki. Naomba niombe ili nimkaribishe mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno. Tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako. Asante Bwana Mungu kwa kibali chako hiki. Asante kwa neema yako hii umetupa tena. Umetupa nafasi, umetupa kibali, umetupa neema ya kuwa na mtumishi wako mfalme wa amani. Tunakushukuru Bwana, tunakurudishia sifa na utukufu. Yesu, asante. Asante kwa ajili ya mtumishi wako uliyemwandaa. Asante Bwana kwa ajili ya watu hawa ambao wanaweza kusikia neno lako. Asante Bwana kwa kila mmoja, kwa kijana yule ambaye Bwana umemwandaa ili aweze kusikia neno lako kutoka kwa mtumishi wako Bwana, likambadili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, likabadili maisha yake. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua. Nasi Bwana tunasema tuko tayari kulisikia neno lako. Tunaomba Bwana nguvu yako na neema yako, Roho Mtakatifu akae pamoja nasi. Mungu tusaidie tupate kulielewa hili neno na tuliishi sawasawa na mapenzi yako. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua, tunakurudishia sifa na utukufu. Asante Yesu, maana unaenda kutenda zaidi ya hivi tulivyoomba. Asante Bwana, maana kuna mtu unaenda kumponya. Asante Yesu, maana kuna mahali Bwana unaenda kubadilisha. Kuna mahali Bwana ambapo pamebomoka unaenda kupajenga. Asante Bwana Mungu kwa neema yako. Asante kwa upendo wako. Tunalinua jina lako, tunakutukuza. Mtumishi wako tunamkabidhi mikononi mwako akatumike kama chombo, bali wewe unaenda kusema. Roho Mtakatifu akafurike ndani yake, akatuongoze, akatufundishe vema. Asante Bwana Mungu, ninakuinua Bwana, ninakutukuza. Utukufu na heshima ni zako. Mtumishi wa Mungu, nikualike kwenye ibada hii. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen. Bwana asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha siku ya leo. Tuna somo letu zuri linalosema New Creation of Glory. Kwa Kiswahili, kiumbe kipya cha utukufu. Kiumbe kipya cha utukufu. Tunaposema new creation, tunamaanisha kiumbe kipya, na kiumbe kipya hapa inamaanisha mtu ambaye ameokoka, amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, mtu ambaye ameiamini kazi ya msalaba. Tunaposema huyu mtu amempokea Yesu kuwa Bwana, inamaanisha amempokea Yesu kuwa mwamuzi wa maisha yake, amekubali kumfuata Yesu kama kiongozi wa maisha yake, amekubali kufuata kile ambacho Yesu alikisema, amekubali kufuata maelekezo yote ambayo Yesu aliagiza hapa duniani. Na kuwa Mwokozi inamaanisha amekubali Yesu kumuokoa kutoka kwenye ile nature yake ya zamani, kumtoa katika vifungo vile vya zamani. Biblia inasema akatuokoa kutoka katika falme za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, Kolosai 1:13. Kwa hiyo Yesu ni Mwokozi kwa sababu alikufa msalabani, na alipokufa msalabani akafanya ukombozi wa maisha yetu kutoka katika hali yetu ile ya zamani. Sasa ili wewe umeokoka, ndio hiyo, unamkubali Yesu, simple, unamkubali Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Alafu neno lingine ambalo lipo kwenye kichwa chetu ni glory, utukufu. Tunaposema utukufu tunamaanisha glory ni part of God manifested, sehemu ya Mungu iliyodhihirishwa. Na sehemu ya Mungu ni sehemu ya Mungu ya hekima, ni sehemu ya Mungu ya nguvu zake, ni sehemu ya Mungu ya utajiri, ni sehemu ya Mungu ya uzima wake, ni sehemu ya Mungu ya ushindi, ni sehemu ya Mungu ya ulinzi. Ile part of God manifested to man, the glory of God. So leo tutakuwa tunatembea na kichwa chetu hicho, na tutakuwa tunajifunza. Karibu sana darasani. Hakikisha una pen, hakikisha una daftari lako kwa ajili ya kujifunza. Mungu akubariki sana unapoendelea kujifunza. Mstari wetu wa kusimamia ni Wakorintho wa 2:5-17. Unasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Kuna maneno ya msingi ambayo nitakuwa naelezea hapa. Ameelezea mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tumeona pale kiumbe kipya ni mtu ambaye amempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, mtu ambaye amekubali wokovu, amekubali kazi ya msalaba. Alafu anasema ya kale yamepita, tazama ya kale yamepita.
Sasa anaposema ya kale yamepita, inamaanisha unapompokea Yesu ya kale yote yanapita. Inamaanisha hapa unatenganishwa na pattern, vifungu vya familia, unatenganishwa na maagano yale ya kale, unatenganishwa na utu wa zamani, unatenganishwa na dhambi, unatenganishwa na vizuizi, limitations, unatenganishwa na maisha yote ambayo sio maisha yale ambayo ni ya kimungu. Patterns, yani mfumo wa maisha wote ambao sio wa kimungu unakuwa unatenganishwa nao. Kwa anaposema ya kale yote yamepita, inamaanisha mambo yote ya zamani ambayo umeyafanya, mambo yote ya zamani ambayo ilikuwa kama ni identity yako, yanakuwa yamepita, mambo yote. Na hapa ni vizuri kufahamu ni mambo yote, maana mwingine anaweza kawa ameokoka alafu shetani bado huwa anamkumbusha makosa yake ya zamani. Unapookoka ya kale yote yanapita, dhambi zako zote ambazo umewahi zifanya zinapita, na hii itakusaidia zaidi kuwa mtu ambaye hana hatia, yani kuwa mtu yule ambaye hakumbuki makosa yake yale ya zamani. Ni kwamba makosa yetu ya zamani yanasamehewa, si kwa sababu labda ni special sana, yanasamehewa kwa sababu ya sisi kuwa ndani ya Kristo na kile kitu ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Yesu alipokufa msalabani akafanya hayo ya kale yote yapite. Ndio maana alipokuwa pale msalabani akasema ya imekwisha, kwa Kigiriki inaitwa tetelestai. Kwa hiyo inamaanisha mtu anapookoka ya kale yote yanapita. Unapookoka dhambi zako zote zinasamehewa. Hakuna dhambi ambayo haiwezi kusameheka. Dhambi zote zinasamehewa, ni kwa sababu ya ile kazi ya msalaba na damu ya Yesu ambayo imekukomboa na kile ambacho Yesu amekifanya. Na nasema damu ya Yesu kwa ufupi labda nielezee. Yesu alipopigwa damu yake ikatoka na ikatulipia makosa yetu yote. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu, tufahamu hilo. Damu ya Yesu ni damu ya Mungu. Kwa kama ni damu ya Mungu, inamaanisha hakuna kosa ambalo damu ya Mungu haiwezi kusamehe. Hakuna jambo lolote ambalo Mungu hawezi kusamehe. Kwa hiyo unapookoka ya kale yote yanapita, dhambi zako zote za zamani zinapita, mambo yote ya zamani ambayo umeyafanya yanapita, unatenganishwa na hayo mambo yako ya zamani ambayo umeyafanya. Hichi kiumbe kipya ndani ya Kristo kinakuwaje? Cha kwanza nitaelezea kiumbe kipya cha kawaida cha huko duniani. Ili mtoto atokee au ili mtoto azaliwe, cha kwanza kuna mama, kuna baba, kuna mwanaume, kuna mwanamke. Then mwanaume anatoa mbegu, then mama anapokea, mimba inatungika, alafu mtoto anazaliwa. Pia ili kiumbe kipya kitokee, kunakuwa cha kwanza inahitaji mtu, inahitaji neno na inahitaji Roho Mtakatifu. Mtu mmoja anaitwa Nikodemu. Kwenye Yohana nadhani sura ile ya 3, Yohana ameelezea pale Nikodemu alipoenda kwa Yesu ili amuulize kwamba atapataje kuurithi ufalme wa Mungu. Yesu akamwambia, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme wa Mungu. Then Nikodemu akamuuliza, nawezaje kuingia kwenye tumbo la mama yangu nikiwa mzee? Sasa Yesu akamwambia, mtu hawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Alafu akasema kilichozaliwa na Roho ni roho na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Hapa anapozungumzia neno, anapozungumzia kilichozaliwa na mtu hawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu asipozaliwa kwa Roho na kwa maji, alikuwa anazungumzia neno na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili kiumbe kipya kitokee, lazima neno liwepo, Roho Mtakatifu ahusike, na huyo mtu mwenyewe aonyeshe response. Okay? Pia namna kiumbe kipya kinavyotokea ni sawasawa pia vile Yesu alivyozaliwa duniani. Yaani kile kitabu cha Luka 1:34 kinasema, Mariamu akamwambia malaika, itakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama vile kimvuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tunaona huko Yesu duniani anazaliwa bila mbegu ya mwanadamu, anazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini pia na kwa neno ambalo malaika alikuwa amelibeba, then kwa Roho Mtakatifu ambaye alimjilia Mariamu juu yake,
alafu ndio Yesu akazaliwa. Kwa hiyo unapozungumzia Yesu kuja kutokea duniani au kuzalia duniani, alikuwepo Mariamu plus Roho Mtakatifu then plus neno ambalo malaika alikuwa amelibeba, ndio Yesu akazaliwa. Na hiyo mekanizimu ambayo ilifanya Yesu atokee kwa nguvu za Roho Mtakatifu, au huo muujiza wa Yesu kuzaliwa duniani yani mimba kutokea bila mbegu ya mwanaume, ni sawasawa pia na vile mtu anavyozaliwa, anavyookoka na anakuwa kiumbe kipya. So unaona hapa Yesu anazaliwa bila mbegu ya mwanaume, lakini neno lilikuwepo, Roho Mtakatifu alihusika na Mariamu alihusika pia. Ili mtu awe kiumbe kipya, nimesema kwamba inabidi liwepo neno, awepo Roho Mtakatifu na awepo huyo mtu. Kwa Mariamu alipolipokea neno na Roho Mtakatifu alipokuja juu yake, Yesu akatungika kwenye tumbo lake na akazaliwa. So ili pia uokoke, ndio inatokea mekanizimu hiyo. Cha kwanza unakuwepo wewe, alafu mhubiri anakuwa anahubiri neno, alafu anavyohubiri neno, Roho Mtakatifu anakuja anafanya conviction kwako. Roho Mtakatifu ndio anafanya watu waokoke hivi mpaka Roho Mtakatifu amewashawishi. Roho Mtakatifu anaweka ushawishi ndani ya mtu, alafu huyo mtu akishawishika anakubali, na anapokubali anakuwa kiumbe kipya. Sasa Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu atapokuja ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya wokovu. Roho Mtakatifu ndio kazi yake hiyo, kushuhudia, kuwafanya watu waokoke, yani kufanya ile conviction ya ndani ya mtu kuokoka. Ndio maana mtu anasema labda nilisikia kitu fulani na nikaja kuokoka. Yule Roho Mtakatifu aliyekuwa anahusika hapo na kufanya huyo mtu aokoke. So neno linakuwepo, Roho Mtakatifu anafanya conviction, then plus ile mtu anapokubali kuokoka, inamaanisha ndio anakuwa kiumbe kipya. Hivyo ndio hiyo sayansi yake. Kwa hiyo vile Yesu alipotokea duniani au Yesu alipozaliwa duniani, sayansi yake inafanana kabisa na sayansi ya kiumbe kipya. Au mtu anapookoka mwili wake hapa duniani unakuwa sawasawa na mwili wa Yesu. Yani tunasema kwamba mistake ambayo shetani alikuwa hajui ni Yesu kufa msalabani, kwa sababu kupitia hivyo kulizalisha Yesu wengi huku duniani. Hata kama wewe hujitambui, lakini unapookoka mwili wako unapokuwa huko duniani unakuwa sawasawa na mwili wa Yesu. Cha kwanza, Yesu alizaliwa kwa Roho Mtakatifu. Unapookoka unakuwa kiumbe kipya ambacho umezaliwa na Roho Mtakatifu. Yesu alizaliwa kwa neno na kwa Roho Mtakatifu, na pia wewe unazaliwa kwa neno na kwa Roho Mtakatifu. Alafu kitu chengine, Yesu ndani yake kulikuwa kuna Roho Mtakatifu. Yani mwili wa Yesu ndani yake kulikuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe unapokuwepo huko duniani na umempokea Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anakuja kukaa ndani yako na unakuwa yani mwili wako unakuwa kama mwili wa Yesu. Kwa hiyo inamaanisha kutokea hapa sasa naweza nikaanza kufundisha, unapookoka unakuwa kwamba unapatake ile divine nature, unapatake ile asili ya Mungu ndani yako. Kwa hiyo mtu yote ambaye ameokoka ana nature ya kiungu ndani yake, kwa sababu amekuwa kiumbe kipya, maana roho yake imekuwa mpya. Alafu alivyokuwa kiumbe kipya, Roho Mtakatifu mmoja ukaa ndani yake, na mwili wake hapa duniani umekuwa sawa na mwili wa Yesu. Inamaanisha kile ambacho Yesu alikuwa anaweza akifanya hapa duniani, na wewe pia unaweza ukifanya. Miujiza ambayo Yesu alikuwa anaifanya hapa duniani, na wewe pia unaweza ukaifanya. Yale mambo ambayo yalikuwa yamkuti Yesu, pia hata wewe hayawezi kukukuta. Ndio maana kile kitabu cha Petro wa pili 1:3 anaelezea kwamba we are partakers of divine nature. Sisi ni washiriki wa uungu. Ni washiriki wa uungu kivipi? Kwa Yesu kufa msalabani na Roho Mtakatifu kuja kukaa juu yetu na kwa kufanyika kuwa kiumbe kipya, tumekuwa ni partakers wa nature ya kimungu. Kwa unapokuwepo unaendelea kuishi wewe kama kiumbe kipya cha utukufu. Sasa ni kwamba yale mambo ambayo Yesu aliyafanya hapa duniani, miujiza ambayo Yesu alifanya hapa duniani, pia unaweza kuifanya. Ndio maana kile kitabu cha Yohana 14:12 anasema mtu akiniamini mimi, na mtu akiokoka, kazi nizifanyazo mimi anaweza kuzifanya na kubwa kuliko hizo. Kwa nini alikuwa na ujasiri wa kusema hivyo? Kwa sababu anajua mtu akishaokoka atakuwa kama yeye hapa duniani, atakuwa na nature kama ya kwake. Kwa hiyo unapompokea Yesu unabidi wewe unafahamu kwenye akili yako kwamba mimi nature yangu ni sawasawa na Yesu. Nature yangu hapa duniani, mwili wangu mimi ni sawasawa na mwili wa Yesu. Yesu alikaa miaka hiyo duniani yote hapa duniani. Cha kwanza, Yesu hajawahi umwa. Kwa hiyo unaweza kusema mimi, kwa sababu mimi hapa nimempokea Yesu, nimekuwa kiumbe kipya na Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu, anakaa juu yangu. Kwa hiyo chochote ambacho kilikuwa akimpati Yesu, kwa sababu alikuwa haume na mimi pia sitaumwa. Yesu alikuwa hawezi kukabwa. Yani hata waliokuja kumkamata Yesu, yani
ni kwamba tu alijikamatisha. Ukiangalia mara nyingi walikuwa wanamkamata Yesu alafu anapita katikati yao. Kwa pia hata wewe unaweza kusema mimi hapa siwezi nikakabwa hapo huko duniani kwa sababu mimi nature yangu ni nature ya Yesu. Mimi nature yangu ni nature ya Mungu. Yesu alikuwa hawezi kumkamata, yani wewe huwezi kukabwa. Hawezi wa majambazi waje wakakukaba, hawezi kwa sababu Yesu pia hajawahi kabwa. Hata vile walivyomkamata wakamtesa msalabani hadi akafa, ni kwamba yeye alitoa uhai wake. Yani walikuwa hawezi kumuua Mungu. Biblia inasema mimi ndio nautoa uhai wangu. Yesu sasa mimi ndio nautoa uhai wangu. Sio kwamba walimuua, yeye ndio aliutoa uhai wake, hawakumuua. So hata kama alipigwa msalabani hadi kufa, lakini yeye ndio aliutoa uhai wake mwenyewe. Anasema yeye ni mchungaji wa kondoo na mchungaji mwema na utoa uhai wake kwa kondoo. Kwa hiyo Yesu ndio aliutoa uhai wake kwa kondoo. Pia unaweza kusema mimi hapa siwezi nikafa kabla ya wakati wangu kwa sababu nature yangu mimi ni sawa sawa na nature ya Yesu. Ni mambo ya msingi sana hapa kwa sababu watu wengi wanaogopa kufa, wanaogopa magonjwa, wanaogopa kupata ajali. Ashumu Yesu labda mpanda gari. Ninaamini kwamba hawezi kupata ajali. Ndio maana wakiwa wanasafiri kwenye ile meli, wakati meli inapigwa na dhoruba, mawimbi mengi yametokea, maji sio yanaingia kwenye mtumbi, Yesu alikuwa amelala. Hata hangaiki kwa sababu anajua mimi siwezi nikapata ajali. Pia inabidi wewe ukiwa kwenye chombo cha usafiri unasafiri kama mimi siwezi nikapata ajali. Upo kwenye ndege kama mimi ndege ambayo nimepanda mimi haiwezi kuanguka. Upo kwenye meli siwezi nikapata ajali nikiwa kwenye hii meli kwa sababu unajua kwamba Yesu kile kitu ambacho alikuwa anaweza kukifanya hapa Yesu duniani na mimi pia naweza nikakifanya. Kile kitabu cha Petro wa pili 1:3 na 4 anaelezea kwamba ile kazi ya msalaba imetufanya kuwa washiriki wa uungu. Kwa Kiingereza anasema a partaker of divine nature. Sasa tunavyoelezea nature, tunapozungumzia asili ni kama ile gravitational force huwa haichagui. Yaani mtu awe rahisi akitoka juu ya mti akijiachia anaanguka chini. Mtu awe mfupi akitoka juu ya mti akianguka akijiachia kule juu anaanguka. Mtu awe kiongozi awe na hela, nature haichagui, nature haibagui. Kwa hiyo ndivyo ilivyo pia hata hii mechanism. Tunavyokuwa kwenye divine nature, yani bila kuangalia wewe upo katika hali gani, bila kuangalia ulikotokea. Unapookoka unakuwa na hii divine nature in you. Inakuwepo divine nature, unakuwa ni partaker of divine nature bila kuangalia ulikotokea. Kwa sababu nature ndio nimesema ni kama gravitational force, ile kani ya mvutano, ile kani ambayo inavuta vitu viende chini, inasukuma vitu viende chini. Kwa bila kujali kitu kipoje, kikiwa tu suspended kwenye yeye kinashuka chini, nature inaivuta hicho kitu chini. Kwa ndivyo ilivyo pia kwa sisi ambao tumeokoka, bila kujali ulikotokea, bila kujali ulivyo, bila kujali ulifanya mambo gani nyuma. Unapookoka unakuwa kiumbe kipya, then ile nature ya Kristo inafanya wewe upokee hizo baraka za kufanya miujiza, baraka za kuombea watu wengine wakapona. Nature ile ya Yesu ile ambayo alikopo nayo hapa duniani. Kwa mfano unasema kwamba Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa hajawahi ishiwa ya kila siku, yani alikuwa hana ile mentality ya kuishiwa. Lakini pia mimi naamini kabisa kwamba Yesu alikuwa haogopi mashambulizi, yani mashambulizi labda ya shetani alikuwa haogopi, yani haogopi. Ndio maana alikuwa anakemea kirahisi, na hii itakusaidia pia kwenye kukemea nguvu za giza. Mwingine anaogopa kukemea nguvu za giza kwa sababu anajua kwamba yeye hana hiyo nature ya uungu. Yani Yesu asingeruhusu wewe ukumbane na vitu vikubwa wakati hajakuwekea kitu kikubwa ndani yako. Kwa Yesu anapoturuhusu tuwe na nature yake, ni kwamba anatupa si uwezo wa kufanya vile vitu ambavyo alikuwa ameweza kukifanya. So kutokea hapa, kama unafanya business, hebu fanya kama Yesu alikuwa anafanya hiyo business. Kama unasoma kama Yesu alikuwa anasoma. Kama unalima kama Yesu alikuwa analima. Kama upo katika situation yoyote ambayo ni ngumu, hebu assume kwamba labda Yesu ndio mtana na hiyo situation, angefanyaje. Lakini je, hiyo situation ingemshinda Yesu? Hiyo changamoto je, ingemshinda Yesu kama amekutana na changamoto? Lakini pia nature ya Yesu nyingine, Yesu alikuwa ni mtakatifu hapa duniani. Yani Yesu alikuwa struggle na dhambi. Yesu alikuwa struggle labda amekutana labda na tuashumu labda Yesu amekutana labda na mdada, au amekutana labda na vishawishi, alafu Yesu ana struggle na dhambi. Ile divine nature ambayo ilikuwa ndani yake ilikuwa inamfanya yeye ashinde dhambi kiurahisi. Yani nature ya uungu ilikuwa inamfanya Yesu ashinde dhambi kiurahisi. Ndio maana Yohana anasema, yani nyinyi watoto mmezaliwa na Mungu na kilichozaliwa na Mungu akitende dhambi. Yohana anasema hivyo kwamba kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kina nature ya Yesu ndani yake. Kwa hiyo kama ukiwa na nature ya Yesu ndani yako, inamaanisha wewe unakuwa unazishinda dhambi kirahisi. Sasa kitu kingine ambacho kinatokea baada ya mtu kuokoka ni kwamba position yake inabadilika. Zamani kabla ya Yesu kuja duniani, ni kwamba position ilikuwa ni kwamba anaanza Mungu, anakuja malaika, shetani, then mwanadamu ndio alikuwa mwishoni. Lakini baada ya Yesu
kufa msalabani, position inakuwa ni Mungu, ambapo Mungu tunazungumzia Trinity, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Na wanakuja malaika afu shetani amalizia. Alipo Yesu ndio kwenye position yetu. Kwa inamaanisha sasa hizi position yetu inabadilika, na position ambayo yuko Yesu ni hapo kwenye kitabu cha Efeso 1:19 inasema, na bora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji na kwa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwengu huu mtu, bali katika ule ujao. Kwa hiyo kutokea hapo unaona position ambayo Yesu ametuweka, position ambayo Yesu yupo ni position ambayo ni juu ya falme wote na mamlaka zote na nguvu zote na sultani wote na wachawi wote na kila nguvu za giza. Hii ni muhimu zaidi kwa sababu itakusaidia wewe unavodili na nguvu za giza, kwa sababu unapokuwa unadili na nguvu za giza unakuwa haudili na shetani kama yupo juu yako, unadili na shetani kama yupo chini yako. Kwa hiyo kwenye position ambayo upo shetani hayupo, kwenye position ambayo upo wachawi hawapo, kwenye position ambayo upo waganga hawapo, kwenye position ambayo upo hakuna aina wote labda Freemason na Illuminati ambao wapo. Yaani ni position ambayo ni ya juu kuliko wao. So in case ikitokea kwenye maisha yako labda umepata labda attack huwa inakuwa ni kwa sababu ya kukosa ufahamu, kosa kujua kwamba upo sehemu gani. Na ulimwengu wa roho unaenda na ufahamu, na shetani mara nyingi anapokuja kwa mtu na kumshambulia huwa anakuja na kutesti kwamba huyo mtu anafahamu nini au anajua nini. Ndio maana Yesu ni mwana wa Mungu, ila kule jangwani anamuuliza kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Sasa kama Yesu anauliza kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, wakati fulani shetani huwa anawajia watu kwenye maisha yao na kuattack maisha yao, na akitaka kujua kwamba je, wewe unafahamu kwenye position ambayo umekaa. Kwa kwenye position ambayo umekaa wewe ni kwenye position ya wana wa Mungu, position ambayo wachawi hawaruhusi kusogelea, vinyamkela haviruhusi kusogelea, nguvu zozote za giza haziruhusi kusogelea. Bwana Yesu asifiwe. Naamini tumefikia mwisho wa ibada yetu. Mtumishi wa Mungu Kakaisho, Mungu akubariki sana kwa neno zuri. Tumejifunza vingi, kubadilisha kiumbe kipya cha utukufu. Mungu akubariki sana kwa hili neno zuri, na Mungu awabariki wote mliokuwa nasi tangu mwanzo wa hii ibada hadi mwisho. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake na kibali chake alichotupa, nasi tunaenda kuomba tumrudishie Bwana utukufu. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno hili. Asante kwa ajili ya mtumishi wako uliyemtumia kwa ajili yetu. Tumejifunza Bwana, na sasa Yesu tunazidi kubadilishwa na neno lako na tunabadilika kwa imani. Asante Yesu, asante Bwana Mungu kwa mtumishi wako. Endelea Bwana kumtumia, endelea Bwana kumuongoza. Roho wako Mtakatifu akazidi kutumia kwa viwango vya juu. Bwana Yesu, tunakushukuru. Kikubwa zaidi tunaomba roho ya unyenyekevu ikae ndani yetu. Ee Mungu, tusaidie mfalme wa amani, tukaishi maisha matifu yenye kupendeza, kwa kuwa sisi tumeipata hii neema ya wokovu, tumekuwa viumbe vipya. Yesu, tusaidie mfalme wa amani, tuishi maisha yenye kupendeza, yenye utukufu mbele zako. Asante Bwana Mungu kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu. Utukufu na heshima ninakurudishia wewe, unastahili.